So guys, sisi ni watu wengine maajabu sana yani. I say tuko hapa sisi wengi wetu tukikashifu pastor, yule pastor ambaye ametoka 254 kule Kenya, ambapo alikuja mtandaoni na kuanza kupiga makofi waumini wake pale kanisani. Na sisi tuko hapa twakemea kile kitendo ambacho yule pastor alikifanya. Lakini mwisho wa siku kuna mpumbavu mwingine ama kuna mjinga mwingine naye pia yarudi pale pale kanisani, alafu pastor yamuite amwambia wewe ndio nilikupiga makofi. Alafu yule jamaa naye yasema ile makofi ilikuwa tamu sana. Yani the same guy, what I want to bring it out here ni kwamba yule jamaa yule mwenye alipigwa makofi ile siku ambayo tukaja tukakemea hapa tukasema kwamba kile kitendo ambacho pastor yakifanya ndani ya makanisa cha kutukana watu, kupiga watu makofi, kuongelesha maneno ambayo sio sahihi, the same thing ndio inaendelea. Ama yule mtu yani, lakini watu ni wallahi watu ni maajabu people, yani sijui niseme yani, I don't know. Huyu jamaa alirudi kwa pastor na kusema nini? Tumsikilize hata tusikie video yake. Wapi yule mtu nilipiga makofi? Kuja. Simama hapa tu. Sasa huyu ndiye nilipiga kofi. Nilipiga yeye kofi. Baadaye ilipo juzi ndio amenipigia simu akaniambia, alikuwa amenipigia simu mbele Friday hata siku ingine, lakini siko save namba yake. Sasa akanipigia, nikamwambia sikuja Friday maombi wewe. Sasa nikibiri nilipomchapa coffee the following day akaniambia, hapo mimi ndio yule nilikuwa nimekupigia pastor. Yupi? Akanielezea. Oh, nikamkumbuka. What are you? Unaendeleaje? Eh? Wewe ndio ulipigwa kofi? Yes. Uko tayari kupigwa ingine? Ya ina shida, no problem. Niko sawa. Mradi upone? Yes. Nigeria iendelee. Uchapa Nigeria iendelee? Yes. Oh, uwe mfano kwa wengine. Iwe mfano kwa wengine. Unajua uwezi kukaa na mapepo ndani yako ama kizuizi na teukae na mapepo ndani yako alafu Mungu hawezi kukuja ndani yako. Hiyo makofi ni mzuri juu ni ya baraka na ya kupenya kwa huduma. Sasa ulikuwa umeniambia shida yako ni nini? Shida yangu ilikuwa ninaota ndoto baya na nilikuwa nikifunga nikienda kwa mlima nafunga siku 3 siku 4 hata siku 7. Bado tu ile kitu inarudia. Gani hiyo? Kuota na spiritual wife. Spiritual wife? Yes. Lakini sasa ile Friday ile nyingine wacha hii ulikuwa umenipiga makofi. Kuna Friday nyingine ulinipiga makofi nikaanguka kwa niombea. Oh. Yes. Kuna nyingine? Yes. Umenipiga makofi mara 2. Na hiyo ni mazuri sana. Kuna nyingine nilikupiga na haikuonekana? Yeah, hiyo haikuonekana. Ukaanguka hapo? Nikaanguka hapo ukaniombea. Nikasikia niko free. Sasa hii ulikuwa umelala ni nini? Mimi sikuelewa juu hata nilikuwa nimekuja mapema. Mimi nafikaga mapema huko. Hata kuna wakati nafikaga saa 1 naanzia maombi mpaka saa 3. Hata nilikuwa nimeomba nikaomba nikasikia kuna kitu inakuja. Sasa mimi nikaenda nikatulia. Sasa mimi ukikuja nilikuwa na ngojea message. Sasa sijui pahali usigizi ilitoka. Ujui? Eda ukae, nitakupiga ingine tu. Sasa nitakupiga. Hello. My viewers wherever you are. Sasa huyo ndiye alipigwa. DCI alikuripotia. Did he came to report to you? No. He just came back to me. Ukipenda mtoto unamchapa. Hello? Alafu my master, my lord, alikuta watu wakiuza kwa hekalu. Akapindua mesa zao na akawachapa. Hata iwishi nitakuwa nakaa na panga.
nitoe watu masikio. I don't know whether you guys you understand this person. Si kama mnamuelewa huyu jamaa. Huyu jamaa ni yule ambaye alikuja akapigwa makofi wakati yule ambaye tulikuja tukaweka video hapa tukaiongelelea. Sasa amerudi pale kwa ile kanisa, ndio pastor alipomshtukizia ama alipomwona huyu jamaa ambaye anajiita Pastor Ng'ang'a, akamuita na kumuuliza, wewe ndio yule ambaye nilikupiga makofi last time? Na hiyo basi yule jamaa akawa yasifia, akamwambia kama yeye anasema ile makofi ilikuwa tamu na ilimchangamsha na ilimtoa sijui ni mapepo sijui. Sasa kuna vitu vingine wallahi mimi nashangaa. Yaani narejelea tena, tuko hapa tukemea uchafu, lakini wale ambao wanafanywa ule uchafu wenyewe wanasema we are enjoying, yani sisi tunasherehekea kufanywa hivi. That's what they're trying to tell us. So ladies and gentlemen, nataka ushuke kwenye comment hapo uniambie unafikiria kitu gani ambayo inasababisha mpaka waumini wengi ama wananchi wengi wanatumika na mapasta vile ambavyo mapasta wanataka. Yani these pastors wanatumia hawa waumini vile ambavyo wanataka hao. One of it mimi nitasema ni kwamba wanawatumia in terms of rituals, one of it pia, yes. Another thing wanawatumia ili wapate nini? Magoto. Another thing watu wengine wanatumia ili mradi watu wengine waumie. Unajua pastor anaweza akatumia mtu mmoja ili kuumiza mtu mwingine, ambapo yule mtu mmoja ndio atatumika ili aonyeshe ya kwamba yeye anamwamini yule pastor, ama adanganywe afanye miujiza, ama ajifanye kama kuna a certain miracle imefanyika ili watu wengine wawe na ile hamu ya kwamba huyu pastor anafanya kazi. Lakini nikwambie tu, kuna mtu mmoja kutoka Tanzania, kuna pastor mmoja kutoka Tanzania ambaye alipata kiboko yake, nitasema hivyo. Mungu ataninyanyua, ninao imani. Lakini Mungu ananiambia unipe 600,000. Mungu anakuambia unipe 600,000. Nikupe 600,000. Kweli nasema sauti haki ya Mungu na kweli. Mungu amekwambia saa ngapi? Ameniambia sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Kwamba madhabahu haya kuongezea 100,000. Ndio Mungu alivyokuambia. Mimi sidanganyi, ni kweli. Sasa nikijaribu kueleza hiyo video, msichana kutoka Tanzania, huyu msichana bana alienda zake kanisani na akaambia pastor kwamba yeye, mimi nitasema sasa ni kiboko, amepata kiboko. Yani kama vile pastor alikuwa yuko pale kwa minajili ya kudanganya ili apate pesa ama apate maokoto kwa wale waumini. Sasa huyu muumini ambaye tunamwongelea, huyu mwanamke, ndo alitafuta maokoto kwa yule pastor, kwa sababu alienda kwa yule pastor na akamwambia kwamba pastor, mimi nimelala nikaota, yani pastor, mimi nimelala nikaota kwamba wewe unanipa gari, pastor, mimi nimelala nikaota kwamba unanipa pesa, ama nimepewa pesa na wewe, ama Mwenyezi Mungu ameniambia. So alikuwa kama yamwambia huyu pastor, ama yamdanganya huyu pastor, ama yamuongelesha huyu pastor maneno ambayo yatamfanya pastor afanye nini? Atoboko, atoe pesa, ampe nani? Ampe huyu muumini wake. Si kwamba umepiga mahesabu hapo umeona 500,000 itapungua. Hapana mama. Yaani baba, sijapata kibali cha utumishi. Lakini ningepata kibali kutoka kwake. Na siwezi kujiingiza kwenye utumishi mpaka kibali cha Mungu. Kwa hiyo waambie watu Mungu anasemaje. Kuna kitu kinanichanganya. Naonyeshwa funguo. Yaani naonyeshwa funguo, kuna gari jeupe, naonyeshwa katika kile kiwanja. Ndiyo. Ni nyumba ya ghorofa, lakini naonyeshwa miti, maana nyumba ya ghorofa si unaanzia miti mingi inapanda juu, si ndio hivyo? Ndiyo. Ndio naonyeshwa hivyo. Alafu naonyeshwa, yani ukweli ninachokiongea. Yani msije mkaona nimetunga, kuna watu kweli wanatunga. Unaona ufunguo kama wa gari. Mimi naongea kwa na napenda niwe mwasi na maono, sifichi. Hivi huko kichwani kukoje? Hata kichwani nako jasuka. Hivi vitambaa siku hizi vinatutoa wa mama. Hebu niletee hapo. Niletee hapo 35,000. Ukasuka hizi nywele. Nataka nikuone Jumapili umesuka tuone. Ukisuka unakuaje?